Habarini za leo. Jina langu naitwa Karen Rowland na nina heshima kubwa sana kuhudumu katika kampuni hii au taasisi hii ya KRMG Foundation kama afisa mtendaji. Nina furaha kuwa hapa leo kusherehekea miaka 15 ya mafanikio ya Young Scientist Tanzania, ushirikiano ambao uko katika kiini cha dhamira yetu kama KRMG Foundation. Familia ya KRMG inafurahi kutimiza miaka 200 tangu ilipowasili katika fukwe za Zanzibar mwaka 1825, ambapo imekuwa ikifanya biashara lakini pia imekuwa ikiwekeza kwa jamii, wa kujenga kwa mtazamo wa muda mrefu na wa kutoa kwa ukarimu. Ni urithi ambao haujajengwa tu juu ya mafanikio ya biashara bali pia juu ya uwajibikaji wa dhati kwa jamii ya Kitanzania. Ningependa kujikita kwenye kazi tunayoifanya kupitia KRMG Foundation na kwa nini jukwaa hili la YST limekuwa sehemu muhimu sana ya simulizi yetu. Tangu mwaka 2012, KRMG Foundation imekuwa mdhamini mkuu wa YST, ikisaidia kazi muhimu ya kulea kizazi kijacho cha wanasayansi na watatuzi wa matatizo hapa Tanzania. YST sio tu mashindano, ni harakati ambayo imefika kila mkoa na kila shule, ikiwezesha wanafunzi kutimiza ndoto zao, kuchunguza na kutengeneza suluhisho kupitia sayansi na teknolojia. Kila mwaka KRMG Foundation imekuwa ikitoa ufadhili wa masomo ya elimu ya juu kwa wale wanafunzi ambao wameshinda katika kundi la washindi wa jumla na washindi la kundi la elimu special education category. Ufadhili huu hauishii tu kwenye elimu bali unalenga kuboresha maisha ya vijana wa Kitanzania. Hadi sasa wahitimu 49 wa YST wamepokea ufadhili wa masomo kutoka KRMG Foundation. Mafanikio yao ni fahari kubwa kwetu, kuanzia katika taaluma ya uhandisi na sayansi ya afya hadi uhifadhi wa mazingira na sera. Baadhi yao wapo hapa nasi leo kama mnavyowaona pale, na ningependa kuwapongeza binafsi kwa kujitolea kwao, maendeleo yao na mchango wao ambao ni endelevu. Ushirikiano huu ni mfano wa jitihada za uwajibikaji wa KRMG Foundation na YST ambao kwa pamoja unaonyesha dhamira ya kukuza elimu nchini, hususan sayansi na teknolojia, na kukuza elimu nchini hususan kwenye vijana. Kwa kushirikiana na timu ya YST, hatuwekezi tu kwa wanafunzi bali tunajenga utamaduni wa kitaifa wa kutafiti, kujenga ubunifu na kuleta suluhu ya matatizo yaliyo kwenye jamii yetu. Kwa timu nzima ya YST, tunapenda kuwapongeza kwa kufikia hatua hii ya miaka 15. Nia yenu isitetereke, kujitolea kwenu na imani yenu katika uwezo wa vijana wa Tanzania vimeunda jukwaa linalobadilisha mtazamo wa sayansi kwa vijana nchini. Hamjasaidia tu kuendeleza jitihada hizi bali mmeinua sayansi kwa kiwango cha juu sana. Hongereni sana na asanteni sana. Kuingwa Mnyazi pamoja na mwenzangu Wilhelmina Martin Msoma kutoka shule ya sekondari Msalato tulishiriki YST mwaka 2018 na tukawa washindi wa jumla. Kutokana na ushindi huo tulipatiwa scholarship na KRMG Foundation, of which imesaidia katika masomo yetu mpaka sasa. Mimi ni mwanafunzi wa Chemical and Process Engineering, nasoma chuo kikuu cha Dar es Salaam, na imekuwa ikinisaidia kuanzia mwaka wa kwanza mpaka sasa niko mwaka wa 4 katika mambo yangu yote ambayo yanayohusika na chuo, ikiwemo malazi na bima ya afya, chakula pamoja na makazi. As overall winners tuliweza kwenda nchi mbalimbali ikiwemo South Africa na Ireland kwa kusaidiwa na YST pamoja na KRMG Foundation, where tuliweza kushiriki kwenye mashindano mengine ya science na tuliweza kuitangaza project yetu na kushirikiana na watu mbalimbali ambao tuliwakuta kule. Kwa YST na KRMG Foundation imetusaidia kukutana na watu tofauti tofauti ambao wanahusiana na sekta ya science na teknolojia, ambao
tunashirikiana nao na kwenye kuiendeleza hii project yetu. Project yetu inaitwa Exploration of Salt Content from Local Hub called Mbigiri to make animal feed. Project hii inalenga kwenye kilimo, hususan kwenye mifugo. Natengeneza chakula cha mifugo ili waweze kukua vizuri na tuweze kupata mazao mengi ya kwenye ufugaji. Project hii imekuwa inspired na mazingira ambayo tulikuwa tunaishi shuleni Dodoma. Shule yetu ipo kijijini kidogo, na mazingira hayo kulikuwa na wanyama walikuwa wakipita hapo, lakini walikuwa wanapendelea huo mmea ambao unaitwa mbigiri. Huo mmea una majani, una majani na miba kwa ambao wanaofahamu. So curiosity ndio imetufanya tufanye hiyo project, kwamba kwa nini hawa wanyama wasile majani ya kawaida ambao hayana miba, waka focus na mti wenye miba. Tukafanya experiment pamoja na mwalimu wetu Mr. Sales Ibrahim. Tukafanya quantitative analysis pamoja na qualitative analysis, ambao tumegundua kwamba mmea ule una kiasi kikubwa cha chumvi, about 18% ya mmea ule ni chumvi, na chumvi hiyo pia tulienda zaidi, tukafanya experiments kujua kwamba chumvi ile ina sodium, ina chlorine, ina sulfate ambazo zinasaidia kwenye kubalance, inasaidia kwenye balance ya mwili wa mnyama ikiwemo ng'ombe, mbuzi, kuku. Kwa hiyo the project is very crucial to the society, as the Tanzanian society, many of us ni farmers na wafugaji. Kwa hiyo tunategemea kuiendeleza hii project baada ya kumaliza masomo. Nategemea kumaliza mwaka huu mwezi wa 7. Kwa hiyo nategemea nikimaliza nitakuwa na muda mrefu wa kufanya project yangu pamoja na mwenzangu Wilhelmina Martin ambaye ameshamaliza. Tutaendeleza hii project yetu. So we are very grateful to have the sponsors na YST kwa kutufungulia milango. Through YST na Karimjee Foundation tumeweza mimi binafsi sikuwahi kupanda ndege before, nimeweza kupanda ndege, nimeenda South Africa, nimeenda ku exhibit my project, na huko nako niliweza kushinda prize nyingine. Pia nimeweza kwenda Ireland. So I'm very grateful to be the family of YST and Karimjee Foundation. Thank you. Asante sana. Limola kwa niaba ya mwenzangu pia Salman Awadhi Adam, tulishiriki YST mwaka jana katika kipengele cha Computer Science and Technology na tukafanikiwa kuwa mshindi wa pili. Kupitia YST imeweza kuniwezesha kwamba ili mtu unapokuwa unaandaa project, basi unatakiwa uandae project ambayo inakuwa inatija kwa ajili ya kwenda kusaidia jamii. Project yangu ilikuwa ni mahususi kwa ajili ya kusaidia uwekaji wa akiba na matumizi kwa watu, ambao pia ilikuwa inatumia teknolojia ya akili mnemba, yani artificial intelligence. Kupitia ile project, baada ya mashindano, YST ilizidi kunipa hamasa na kuweza kuifanyia kazi, ambapo baada ya kuingia chuoni ya IFM niliweza kuiendeleza na hatimaye nikafanikiwa kushinda mwaka huu mwezi wa 2 tarehe 21, nika awarded Arusha as a Young Developer Program of the Year kitaifa katika tuzo ambazo zinatolewa na Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Hii kwangu ni hamasa kubwa, kwa sababu ni katika juhudi ambazo zimenionyesha kupitia YST, kwa sababu kabla ya hapo tulikuwa tukifanya tu project kawaida bila kuangalia ni vigezo gani ambavyo ukiwa unatengeneza bunifu yako itaenda kusaidia jamii. Kwa hiyo katika mfumo ambao nilikuja nikauendeleza, nikagundua kwamba katika moja ya changamoto ambayo inatukumba jamii nyingi za Kitanzania ni katika swala la uwekezaji. Kwa hiyo nikatokea katika kuweka akiba mpaka kaja katika uwekezaji, ambapo kabadilisha jina la project kwa inaitwa Net Asset Value Forecasting for UTT Funds, ya kwamba itaenda kumsaidia mwekezaji anapokuwa anaenda kuwekeza kiasi chake cha pesa, basi anajua kabisa makadirio baada ya muda fulani anaweza kupata faida kiasi fulani. Na kupitia project hii imenipa wadhifa mkubwa kitaifa pamoja na kimataifa, ambapo pia nikafanikiwa kuchaguliwa kama kiongozi wa African Youth Internet Governance, yani jukwaa la vijana mtandao wa Afrika, ambapo pia
tukawa tunajadili masuala mbalimbali kuhusiana na uwekezaji, jinsi gani mtu anaweza akafanya uwekezaji na uwekezaji ule ukampa tija. Lakini pia nikafanikiwa kuwa kama UNDP ambassador katika upande wa innovations, lakini pia African for Youth Climate katika masuala katika masuala ya kuhamasisha vijana kuengage katika ICT pamoja na innovations. Shukrani nyingi sana naomba nizipeleke kwa YST pamoja na Karimjee, kwa sababu kupitia mashindano wameweza kutuwezesha si mimi tu bali wanafunzi wa sekondari kiujumla, yanatupatia uwezo kwanza wa kufikiri, wa kufanya research ili kujua ubunifu gani tunaweza kuja nazo ili kuweza kusaidia jamii zetu. Asante.